Jina lako lina nafasi kubwa katika ulimwengu wa roho. Jina lako lina umiliki mkubwa katika ulimwengu wa roho. Ukienda kwa mtu mwingine atakwambia nyota yako ni kali. Sikiliza, ni kwa nini unaambiwa nyota yako ni kali? Unaambiwa nyota yako ni kali kwa sababu jina lako katika ulimwengu wa roho lina nafasi kubwa. Kwa mfano, jina linaloanzia labda na A, kwa mfano unaitwa Hamisi, kwa mfano unaitwa Amosi, baba yako anaitwa Jeremia. Sikiliza vizuri, herufi ya kwanza ina maana katika ulimwengu wa roho. Herufi ya pili J ina maana katika ulimwengu wa roho. Ndio maana zinatumika kutafasiri kwamba nyota yako ni kubwa au ni ndogo. Lakini pia jina lako lina uwezo wa kufanikiwa au kuto kufanikiwa. Sasa Mungu anaweza akatumia mtu, mama yako baada ya kumpenda mtoto wa jirani akatumia jina la jirani ukaitwa wewe. Haimaanishi lile jina la jirani huwezi kufanikiwa. Unaweza ukaitwa jina la jirani na ukafanikiwa. Kwa mfano, tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 10, tunampata mama yake Musa baada ya kujifungua mtoto akamwacha ule mtoto. Kipindi binti Farao ameenda kwenye mto akakutana na mtoto huyu, mtoto akatafutwa mama yake. Sio kwamba Biblia inasema mama yake Musa akamuita jina, no. Baada ya kumnyonyesha na mtoto kufikia wakati wa kukua, kulelewa, ndipo pale binti Farao akamchukua mtoto, akasema mtoto huyu ataitwa Musa. Kwa nini ataitwa Musa? Ataitwa Musa kwa sababu ametoka kwenye maji. Basi ukisoma sura ya 3, lakini ukienda sura 14 pia inaonyesha Musa huyu ndiye aliyepokea wito. Sura ya 3 akapokea wito wa kuitwa na Mungu kuanza kazi rasmi ya kumtumikia Mungu. Akafanya na Musa kwa ajili ya kuwavusha wana wa Israeli. Sikiliza, jina hili lilitoka kwa binti Farao. Maana yake hata wewe unaweza kuwa uliitwa jina la jirani wa mama yako, liliitwa hili jina. Sio kwamba sio la mafanikio, unaweza ukaitwa hilo jina na bado ukafanikiwa. Ndio maana Musa aliitwa jina la jirani. Baada ya kuitwa hilo jina, ndio Musa amefanikiwa. Mungu anamuita akiwa na miaka yake 80. Sasa sikiliza, Musa huyu ndio alienda kuwavusha wana Israeli. Nataka nikuambie, Musa ndiye aliyepasua bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakavuka. Sikiliza, jina M ni maji. Kwa hiyo Musa alitokana na maji, kwa hiyo alikuwa anafanya miujiza mingi, haswa ni ya maji.